Leo ni siku ya Bwana ya 4 ya Kwaresma, na injili itakayotuongoza siku ya leo ni Injili ya Yohana sura ile ya 6 kuanzia mstari wa 1 na mpaka 14. Na wazo kuu siku ya leo ambayo tutatafakari ni neema ya mbinguni. Neema ya mbinguni. Basi tutasoma maneno machache katika injili hii. Tukianza ule mstari wa 8. Wanafunzi wake mmoja wapo Andrea ndugu Simoni Petro akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, wakatisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu wanaume waketio wakaketi wapatao 5,000 jumla yao, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi habari hii ya kulisha watu 5,000 chakula zimeandikwa katika injili zote 4, jinsi muujiza aliofanya Bwana Yesu. Nazo zaonyesha Bwana Yesu alifanya maajabu au muujiza kwa kuwalisha watu chakula. Na anadai anasema watu 5,000, lakini desturi ya Kiyahudi ilikuwa wanaohesabiwa ni wanaume tu. Kwa hiyo siku ile kulikuwa na umati wa watoto na wanawake hawahesabiwi. Kwa hiyo unaweza kusema tuchukue tasimini ya haraka kwamba hii 5,000 hii tunaweza tukajumulisha mara 3. Pengine ilikuwa zaidi, sababu mara nyingi katika msafara kina mama ndio wanakuwa wengi na watoto. Lakini wao walihesabu wanaume tu 5,000. Kwa hiyo ukizidisha mara 3 utakuta laki na kitu ambao watu Yesu aliwalisha siku ile. Kwa hiyo ni muujiza ya ajabu kabisa ambayo yatendeka. Tena anasema ilikuwa sikukuu ya Wayahudi, lakini Bwana Yesu sikukuu hiyo hakula. Kwa sababu wakati yeye ndio yupo anatafuta. Tukiangalia katika Yohana ile 5 mstari wa 18, unakuta inasema habari ya Yesu kwamba hiyo Pasaka hakula. Basi kwa sababu ya hiyo Wayahudi walizidi kutaka kumuua, kwa kuwa hakuvunja sabato tu, bali pamoja na hayo walimuita Mungu baba yake na akajifanya sawa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu wakati huo ukisoma hii mwanzo unakuta kabisa kwamba hata wanafunzi wake wanamwambia twende huko, wanasema huko siendi, lakini akaja kinyume. Lakini walikuwa wanamtafuta kwamba kwanza anajifanya Mungu, ni baba yake mwana wa Mungu, kwanza anavunja sabato, anawaponya watu pasipo sababu, na Wayahudi kitendo hilo kwao ni sio mzuri. Sababu desturi wanajua sabato ni kama kawaida kupumzika kuanzia asubuhi mpaka saa 12. Lakini Yesu anavunja hivyo. Kwa hiyo Yesu hakula hiyo Pasaka. Lakini Yesu aliwaona wanakuja watu kwake wenye kuhitaji uzima wa milele. Ndipo anamuuliza tununue wapi mikate? Kwa sababu Yesu aliona watu wengi wanakuja, aliwahurumia. Akaona bora watu hawa wapate chakula, lakini lengo lake sio kuwahurumia. Lengo lake ni kuonyesha miujiza yake, au kuonyesha Pasaka ambayo watakayokula, ambayo sio ile wanayokula wao Wayahudi. Ni Pasaka Yesu Kristo, kufa kwake na kufufuka kwake. Na Pasaka ile aliyeandaa ni sisi, ambayo sasa hivi kila Jumapili tunashiriki meza ya Bwana. Ni ukumbusho wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi Yesu aliwafundisha na kuwakumbusha mambo kuhusu Pasaka, chakula. Kingine akaongeza kuhusu maana ya jangwani, ambayo tumesoma somo la kwanza, jinsi alivyohurumia akaleta chakula cha jangwani. Alafu hapo tunamwona Filipo naye anaelezea shida ya chakula kilichokuwepo. Na Andrea hapa naye anasema kilichopatikana mahali pale. Tukiangalia Yohana ile 6 mstari wa 9. Anasema kilichokuwepo pale. Anasema yupo hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni kitu gani kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema wakatisheni watu. Na mahali pale palikuwa majani tele. Kwa hiyo Filipo alijitahidi kutoa tasimini jinsi ya hali ilivyokuwepo. Lakini Yesu anachokazia pale, wakatisheni watu chini. Watu wakakaa kwa desturi ya Kiyahudi, mafungu.
kama mkiona shughuli zile za Kiyahudi za wenzetu upande wa pili, bora sasa hivi. Zamani mwanzo kabisa nilikuwa kabisa ukishafikia muda, haya tukae mafungu. Watano. Kila mmoja kuna mkao ule. Mimi nashinda kuweza. Unakunja magoti. Yaani miguu yote unakwenda hivi, alafu unakaa hivi. Na anakula vizuri kabisa. Ndio mikao, lakini palikuwa na majani tele. Haya majani inaonyesha hali ya utakatifu. Uwepo wa utakatifu. Ni maana nasema mahali pale palikwisha kuwa safi, tena pana majani safi, panapendeza. Na wakakaa, mheshimiwa akabariki ile mikate. Akabariki, baada ya kumaliza kubariki, akaanza kuwamegea mwenyewe. Na hili desturi ya kubariki nilikuwa desturi ya Kiyahudi kipindi hicho. Sasa hivi hata sinaweza kani desturi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi tukala chakula pasipo kubariki. Inaweza kusema sasa hivi ni desturi ya Kikristo, lazima tufanye nini? Tubariki. Kwa hiyo desturi ya Kiyahudi ilikuwa ni hivyo. Kabla hujala lazima mwanze kuomba. Mnaomba kubariki chakula, mnaanza kula. Ni maana Yesu akabariki, baada ya kubariki anawagawia watu kwenda kwa mkono wake mwenyewe. Wanaendelea na chakula. Na anaendelea tena anasema wakashiba. Lakini wakawaambia hivi vyakula vilivyobaki msitupe hata hiki kimoja. Vikakusanyeni vyote pamoja. Ndipo wanasema walikusanya makapu 12 chakula kilichobaki. Lakini hapa kiduniani au kwa maisha kawaida, injili hii hapa sehemu hii inatuambia mimi na wewe, kuna mafundisho ambayo yanatuambia kwamba kuna fundisho wakati kula tuwe na thamani sana, wakati chakula kibaki kukuheshimu. Kwa sababu kuna mwingine chakula kimebaki tupo kwa nasubiri. Yesu anatufundisha tuwe na bajeti. Chakula kikibaki kichukueni vizuri, kihifadhini vizuri. Aidha naweza kaja mgendi mwingine akala, sio kimbiza kwenda kutupa tu. Ni dhambi. Kwa hiyo hapa Yesu anatufundisha kitu kingine hapa. Msipoteze hata chochote. Kusanyeni vyote. Kwa hiyo vile vilijaa vikapu 12. Sasa pale kama mheshimiwa anasema kila mtu achukue kapu lake. Si maana wale wa 12 tayari. Kila mtu anatoka na mzigo wake. Kwa hiyo katika eneo hili kuna fundisho ambayo anatufundisha Yesu kwamba lazima tuwe watu wa kuthamini chakula. Tusiwe watu wa kutupa chakula pasipokuwa na sababu. Kimebaki kihifadhi vizuri, weke vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini katika miujiza hii kuna kitu kingine anatufundishwa kwamba Yesu anatufundisha mioyo yetu au maisha yetu, matendo yetu yabadilike. Yabadilike kwa sala, yabadilike kwa maisha ya mienendo yetu, yabadilike kwa tabia ambazo Yesu katika kipindi cha Kwaresima anabadilisha chakula kichache na kushiba watu wengi. Ni maana hata Bwana anasema kwamba yupo kuna mtoto hapa mikate shahidi, yani kwa Kiyahudi yani mikate ya shahidi ni vyakula kwa wanakuwa watu masikini tu. Ni maana hata kulugha yupo hapa mtoto na mikate mingi, yani ni chakula ambacho hakifai kabisa kuwalisha watu kama hao. Lakini Yesu kwa muujiza wake alikifanya kile chakula kibadilike na kulisha watu 5,000 ambao tumepiga mara 3 mmepata jibu lake. Lakini hapa katika maisha yetu bado Mungu anatuambia Yesu tubadilike katika maisha yetu. Hebu tuangalie maisha ya kubadilika hayo. Tuangalie Isaya 1:15 hadi